بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 4 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1444 katika darasa ya tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tuendelea na tafsiri ya sura an-Nisa. tulifikia aya ya 103. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. mkisha swali basi mtajini Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa mmesimama, mmekaa na mnapokuwa mmelala, yani kwa kujilaza ubavu, na mnapotulia basi simamisheni swala kama desturi, kwani hakika swala kwa waumini ni faradhi iliyowekewa nyakati maalum. wala tahinu fi ibtigha'i alqawm, wala msifanye ulegevu kuwafukuzia watu, yani maadui. in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ikiwa mnaumia basi nao pia wanaumia kama mnavyoumia nyinyi. watarjuna min Allahi ma la yarjun, lakini nyinyi mnatarajia kwa Allah wasiyotarajia wao. wa kana Allahu aliman hakima, na hakika Allah ni mjuzi na mwenye hikma. يقول الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف. الله سبحانه وتعالى katika hii aya amrisha kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala ya hofu ambayo tumeisoma katika juma lililopita. وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها, pamoja na kuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo limeamrishwa katika nyakati nyinginezo kila wakati. walakin ha huna akadu, lakini hapa ili jambo limetiliwa mkazo zaidi, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala, لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها. kwanini wamesisitizwa sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya salatul khawf? Asema Ibn Kathir, kwa sababu katika ile swala kumewekwa takhfif, wamefanyiwa wepesi katika hii salatul khawf, wakapewa ruhusa katika hii swala, waweza kwenda mbele, kwenda nyuma. Kuna harakati nyingi katika salatul khawf, jambo ambalo halipo katika swala katika hali ya kawaida, na mengineyo katika yale ambayo yako katika salatul khawf hayako katika swala ya kawaida. Kwa mfano tumetaja kuwa katika yale ambayo tumeelekezwa katika salatul khawf ni kuwa mtu aweza kuswali hata akiwa katikati ya vita, ikiingia wakati wa ile swala aiswali ile swala huku wapigana bil imai, kwa kuishiria tu kwa kichwa, na hili jambo halipo katika swala ya kawaida. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia takhfif katika swala yenu mpaka kiasi ya hii hali, basi ana haki Allah subhanahu wa ta'ala kutajwa mara nyingi sana baada ya hii swala. كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم, كما alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika ile miezi mitukufu kuwa msijidhulumu ndani yake nafsi zenu, bimaana jiepusheni na maasi. Na katika kukumbushana, sisi tayari sasa hivi tuko ndani ya Dhulqaada ambao ni shahr min ashhur al-hurum, na mbele yetu kuna Dhulhijja
kisha kuna na Muharram. Haya ni miezi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam thalath mutawaliyat, miezi mitatu ya kufuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja wal Muharram, kisha wa Rajab Mudhar. Kwa tayari sisi tuko ndani ya shahr min ashhur al-hurum. La kusikitisha ni kuwa wengi wetu tuko kwenye ghafla kabisa kuwa tuko katika miezi gani katika hii miezi yetu ya Hijria. Kuna baadhi yetu pengine aishi wallahi hajui yuko katika mwezi gani kabisa, na ndio maana tukitaja katika tarehe kwenye darasa tutataja tarehe hii, kwa sababu wengi katika watu hii tarehe hawana habari nayo. Tuongojee ifike Ramadhani tuanze tena ushindani, ama tuongojee ifike Dhulhijja tuanze kuvutana, unaonekana ama haukuonekana. Na kuna kiongozi ambaye Waislamu watakana wawe chini yake wamsikilize, awaambia kuwa leo upo ama haupo, pia huwa tuutaki, tunataka ushindani tu sisi na twenda hivi hivi. Haya nikiyazungumza mengine. Almuhim, hii miezi ambayo ni miezi mitukufu hii minne, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kujidhulumu nafsi zetu ndani yake. Kwani itamaanisha kuwa miezi mingine yafaa mtu kujidhulumu nafsi yake? La. Lakini hapa makatazo yametiliwa mkazo zaidi kwa heshima ya ule wakati. Anayefanya maasi katika miezi haya tulionayo sasa ndani yake sio sawa na aliyefanya maasi katika miezi mingine ya kawaida. Taib, maana yake nini? Ile dhambi atalipwa mara mbili? Dhambi alipwa ile ile moja, lakini itakuwa nzito kuliko katika miezi mingine. Kwa hiyo hapa sasa ni katika ule uzito wa ile dhambi. Sio kuwa ukifanya dhambi sasa hivi yaandikwa mara 10, dhambi yako ni ile ile, la yujza illa mithlaha, utalipa mfano wake. Ni kama yule aliyeharam kwa sababu ya utukufu wa ile sehemu, yuko Makka haram, akifanya dhambi pale, dhambi yake ni nzito zaidi kuliko yule anayefanya dhambi nje ya haram. Kama vile akifanya taa ndani yake, taa yake alipwa zaidi kuliko yule aliyeko swala yake moja yeye kwa laki moja ya mtu anayeswali msikiti mwingine. Sasa ajue mtu kuwa kama vile yeye alipo swala moja kwa laki moja, basi achunge sana yale madhambi akiyafanya katika sehemu ile tukufu ni mazito zaidi. Sisemi yatalipwa zaidi, ni mazito, katika uzito zaidi kuliko yule anayefanya dhambi nje ya haram. Kwa hapa akasema wa in kana hadha manhiyan anhu fi ghayriha, pamoja na kuwa kujidhulumu nafsi zetu kwa kufanya maasi ni jambo limekatazwa katika miezi yote, lakini hapa ikatiliwa nini? Ikatiliwa mkazo zaidi. Walakin fiha akadu, katika miezi hii minne kumetiliwa mkazo zaidi, lishiddati hurmatiha wa idhamiha, kwa heshima yake kubwa sana miezi hii na utukufu wa miezi hii, ambayo wengi kati yetu sisi hata hatuhisi ule utukufu wa miezi hii, pengine hata hatuhisi ule uzito wa ule muda ambao tuko ndani yake. Lakini ndivyo ilivyo kisheria. Sasa hivi mtu achunge sana kufanya maasi katika hii miezi ambayo tuko ndani yake, kwa sababu dhambi yake ni nzito zaidi, ni kubwa zaidi kuliko kufanya katika mwezi wote mwingine. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم، كتك حالزين زوت كثيرشينكم تاج الله سبحانه وتعالى. نهي آية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمستدل نايكوا hakuna dua jamaa baada ya swala. Kama ingelikuwa ni dua Allah angetaja hapa, amesema fadhkurullah, hakutaja fad'ullah. Fadhkurullah ni kumtaja Allah kama vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف، مكيوا na amani
ile hofu sasa imeondoka, bimaana hamko tena vitani, mko katika hali zenu za kawaida. Wa hasalat at-tuma'nina, mkapata ule utulivu. Fa aqimus salaa ay fa atimmuha wa aqimuha kama umirtum bihududiha wa khushu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa jami'i shu'uniha. Fa aqimus salaa, iqamat as-salaa maana yake ni kuitekeleza ile swala ikiwa imetimia kamili kama mlivyoamrishwa, kwa mipaka yake na khushu' yake na rukuu yake na sujudu yake na mambo yake yote yanayofungamana na ile swala, muwe mtayatekeleza kama sawa sawa vinavyotakikana. Sasa hakuna tena hofu. Katika hofu mlikuwa mwaweza kuswali huku mwapigana, yani bimaana kuna harakati nyingi pale na huku maswali, lakini sasa mko katika amani. Basi faaqimus sala, ipeni ile swala haki yake, isimamisheni swala kama mlivyoamrishwa. Wa qawluhu ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Qala ibn Abbas ay mafruḍan, kitaban bima'na faradhi, kama ilivyokuja kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum. وقال أيضا إن للصلاة وقتا كوقت الحج. صلاة إن nyakati zake, mfano wake ni kama wakati wa haji. Huwezi kufanya haji wewe kwa mfano mwezi wa Ramadhani. Akaja mtu na fikra akasema, muonaje bwana hii haji tungeigawanya, maana watu wengi tungewagawanya, watu wengine wakafanya Muharram, wengine wakafanya Dhulhijja, wengine akili yako itakuwa kidogo iko sawa, watu watakutuhumu kwa kidogo na matatizo. Haji na wakati wake maalum. Alhajju ashhurun maalumat, miezi yake yajulikana, tarehe zake zajulikana vizuri kabisa, yatekelezwa kwa wakati wake, yaanza muda huu yamalizikia muda huu. Ukitoka nje ya ule muda, basi ibada yako ya hija ile unaoifanya utakuwa ufanya machezo wewe, si hija ile unaoifanya. Hatuenda Shaabani kufanya hija, akili yako itakuwa si mzima, si wakati wake. Kadhalika swala, kila swala ina wakati wake maalum uliowekwa kisheria, lazima uitekeleze ile swala kwa wakati wake, ule wakati ule kwa kisheria. Kuna baadhi ya watu yafanya shughuli zake we kuanzia asubuhi, akisharauka yeye afanya shughuli zake we, ikifika usiku kama saa 4 ndio arudi nyumbani, ndio aswali adhuhuri, aswali alasiri, aswali magharibi, aswali isha. Unaweza kuona mzaha. Mimi nishawahi kufuatwa na bwana mmoja hapa msikiti huu Masjid Aisha. Sasa mimi bwana kazi zangu nyingi, sasa huwa nangojea mpaka ifika usiku na swala zote. Waweza kufikiria swali qiyamul layla, hiyo swali faradhi. Kwa nini bwana? Unajua shughuli zangu, shughuli zako gani? Shughuli zako weka pembeni, time ya swala ni swala, mambo ya kidunia weka kando. Hapa tuzungumzie, labda tuzungumzie masala kwa kazi yako pengine haikupi nafasi ya kuswali jamaa ama kutoswali jamaa. Mfano ungeuliza swali, wewe uliza swali kwa swali swala zote saa 5 usiku bwana, ama saa 4 sio ati ndio swali swala zote zile, alafu kibarua chote hicho unachokifanya cha shilingi 300 waacha swala zote hizo kwa ajili ya shilingi 300 au 400 ndio utie siku yako. Si wafanya mchezo bwana na ibada ya swala bwana. Swala yaswaliwa kwa wakati wake kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu. Fastaqim kama umirta, sio fastaqim kama aradta. Kama umirta, kama ulivyoamrishwa. Hakuna ibada katika Uislamu utaifanya unavyotaka wewe. Ibada utaifanya anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na alivyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nje hapo hamna. Na ndio maana tunasema maulidi si ibada, ni upuzi tu, mfanya mchezo tu. Haiingii katika fastaqim kama umirta. Kwani umeamrishwa jambo? Ukuamrishwa. Kwa hiyo mfanya mchezo tu. Ndio maana tunasema hii bid'a, haiko katika dini, sababu hatukuamrishwa. Sisi hatuwezi kufanya jambo katika dini tunavyotaka sisi. Chai yako pika unavyotaka, kahawa pika unavyotaka, jaza majani kwenye chai, sio nitapunguza.
kama aratta, vile unavyotaka wewe, kula utakavyo. Hakuna mtu atakuuliza hivyo. Wallahi hakuna mtu atakuuliza wewe chai yako unataka majani mingi, sijui kawa yangu unataka iwe kidogo, buni, sijui utakavyo yako. Lakini ikija katika dini, fastaqim kama umirta, ikiwa haya maneno aambiwa nani mwanzo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta, aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio tuje tutunge dini ambao hakuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa swala waiswali unavyotaka wewe. Sasa ikiwa yule anayeswali ile swala iwe iswali anavyotaka yeye, wakati wa swala ushapita ndio iwe iswali ile swala, hawa nao hawa wana makamio makali sana. fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Eleweni, fawailul lilmusallin, yusallun, hawa swala lakini waichelewesha swala kwa wakati wake. Na waambiwa maneno haya, fakaifa billadhi la yusalli aslan, vipi yule ambaye haswali kabisa atakuwa katika hali gani? Ikiwa anayeswali akiitoa swala kwa wakati wake akaiswali anavyotaka yeye, huyo ambaye fawail, ole wao. Na wail wengine wakasema wadin fi jahannam, ni bonde liko ndani ya moto wa jahannam, ndipo atakapoadhibiwa hao wanaoswali lakini wakaitoa swala kwa wakati wake. Mwingine kila siku haswali kabisa, akiambiwa siko fresh, uko fresh wewe mwanamume? Sasa uko fresh ndio maana yake nini? Yani hebu fafanua zaidi, una kitu gani wewe huko fresh na mwanamume? Mwanamume wakati wote yuko fresh tu, wakati wa ibada ingia kufanya ibada zake. Basi kila siku sikia, nakujua kusimama, zamani nilikuwa nakujua kusimama bwana. Wewe wajua kama adhabu, katika adhabu watu watakaoadhibiwa ndani ya kaburi mmoja wapo ni sababu, wajua hivyo? innahuma la yu'adhabani, soma hadith, hawa wawili waadhibiwa. Na mmoja Mtume sallallahu alayhi wasallam kana la yastatiru min albawli, mkojo ambao wewe waona ndio sababu ya kuacha swala, waacha wallahi ya mambo ya ajabu sana sisi tunayo. Mambo ya zamani, kuna watu wengine mpaka leo basi mambo ya swala pia bado yako mpaka leo, wewe acha swala. Mambo ya zamani usikie fulani ma 5 salawati na wewe 4 ama 3, 5 salawati kila muislamu. Zamani ilikuwa mtu asifiwa bwana 5 salawati yule bwana, na wewe ngapi? Watu hawaangalii katika watu washindana katika nawafil. Hii faradhi kila muislamu atakana swala 5. Hii haina jidali, hakuna mjadala katika hili, tena kwa wakati wake, si kwa wakati wako na mimi. Mimi na wewe tuchafua ule wakati ambao Allah ameuweka subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akatufundisha. قال وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، msidhoofike, msilegee katika kuwafuata maadui zenu. Na hii ni katika jihad fi sabilillah. Allah awaamrisha waumini wakazane katika kuwafukuza maadui zao. bal jiddu fihim waqatiluhum, fajibidisheni mkiwa mmeingia katika jihad shar'i, jibidisheni katika kupigana katika vile vita kisawa sawa, wapigeni vita hao maadui. waq'udu lahum kull marsad, wavizieni katika kila njia, msiwaache, msiwape pumzi. na katika suratu Muhammad fa idha laqitumul ladhina kafaru fadarba ar-riqabi hatta idha athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'a al-harbu awzaraha dhalika walau yasha'u Allah lantasara minhum. Allah angetaka angewashinda, kwani wamshinda kufar, wamshinda, walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Lakini Allah awaonjeni nyinyi, awapeni mtihani, mwaweza kusimama kuipigania dini yake. walladhina qutilu fi sabilillahi
falan yudhilla a'malahum. Ona jaza yake ni wale waliopigana katika njia ya Allah, Allah hapotezi amali zao. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, mpaka akataja ile jaza yao, wataingizwa peponi, na ile pepo Allah ashawajuza itakuwa vipi. Yani kama vile wewe ukitoka hapo uenda kwenu, kuna mtu kwao upande huu wa kulia akaenda kushoto, akujua kwao. Sasa kule peponi, watu wa peponi wataijua sehemu yao kuliko wanaojua nyumba yao hapa duniani, kuliko wanavyojua nyumba yake iko wapi hapa duniani, kwa sababu Allah ndiye aliyojuza katika hilo. Almuhim, ashahid ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala akahimiza فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, hakutaja sehemu nyingine. فضرب الرقاب, shingo ba, wakateni shingo hao. Hatta idha athkhantumuhum fashuddu, mkishawamaliza kisawasawa wakadhoofika, wale mtakao wakamata wale, funga kamba kwa nguvu. Fashuddu alwathaq, funga mpaka ajue yule anayemfunga mwanamume kisawasawa, ili wajue zile nguvu za waumini kisawasawa. Na hii ni katika jihad fi sabilillah. Na hapa Allah akasema wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ay kama yusibukumul jirahu wal qatlu kadhalika yahsulu lahum. Ikiwa ni nyinyi kuuawa, kupata majeraha, na wao pia wapata hayo, msione kuwa wao hawaumii, wao pia waumia, ni binadamu kama nyinyi. كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. kwa ikiwa nyinyi mwajeruhika, maumia, mauawa, pia wao ni hivyo hivyo, lakini kuna tofauti baina yenu. Tofauti yenyewe ni ipi ambayo Allah aitumia kuwakumbusha ili muzidi kupata motisha katika hili jambo? Asema thumma qala ta'ala watarjuna min Allahi ma la yarjun, lakini nyinyi mwatarajia kutoka kwa Allah mambo ambayo wao hawatarajii. Wale hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mna pepo. ay antum wa iyahum sawa'un fima yusibukum wa iyahum min aljirah wal alam, kwa kweli nyinyi mko sawa na wao katika majeraha yanayowapata, maumivu yanayowapata. walakin antum tarjuna min Allahi almathubata والنصر والتأييد, lakini nyinyi mwatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala thawabu, mwatarajia awanusuru, mwatarajia awape nguvu. kama waadakum iyahu fi kitabi, kama alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala malipo hayo katika kitabu chake. wa ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. wa huwa wa'dun haqqun wa khabarun sidqun, na hii ni ahadi ya haki, ni habari ya kweli. wahum la yarjuna shay'an min dhalika, hali ya kuwa hao maadui zenu hawatarajii chochote katika hilo, hakuna chokitarajia. fa antum aula bil jihad minhum, nyinyi ni aula zaidi kuingia katika jihad fi sabilillah kuliko wao. wa ashadd raghbatin fi iqamati kalimati llahi wa i'la'iha, na nyinyi mtakana muwe na raghba zaidi katika kusimamisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala na kunyanyua juu. wa kana Allahu aliman hakima, ay huwa a'lamu wa ahkamu fima yuqaddiruhu wa yaqdihi wa yunfidhuhu wa yumdihi min ahkamihi alkawniyati wash-shar'iyyah, wa huwa almahmud ala kulli hal. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na mwenye hikma katika kile anachokikadiria na kile anachokipitisha katika qadari yake, na kadhalika hukumu anayoipitisha katika sheria yake ina hikma. qadar zote kauni na shar'i. wal qadar al kauni ni kila anachokadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika kila unachokiona katika ulimwengu, katika mazuri na mabaya. hii ni qadar kauni. na kuna qadar shar'i ambao ni yale ambayo ayapenda Allah subhanahu wa ta'ala katika aliyoamrisha kwenye sheria yake. hii qadar kauni lazima itatokea, ama qadar shar'i yaweza kutokea, yaweza isitokea. hii ni katika makadirio aliyokadiria Allah, na kila alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa ujuzi wa hali ya juu na hikma kubwa sana subhanahu wa ta'ala. قال
وهو المحمود على كل حال na Allah subhanahu wa ta'ala ni msifiwa katika hali zote uone khairi uone shari katika huu ulimwengu Allah asifiwa katika hali zote kwa sababu hata ile shari ambayo kwa dhahiri yake wewe una shari lakini kuna khairi kubwa ameikadiria Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake waweza usijue wakati ule lakini ikawa ni khairi kubwa sana innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum na Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira jambo waweza kulichukia qadar Allah aliyojalia kisha Allah akajalia ndani yake khairi kubwa sana ndani ya jambo lililokadiria Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi wanadamu ndio tulivyo hatuna subra mtu akionjwa kidogo basi aona ndio kwisha ni yeye tu aliyepatwa na mtihani si mwingine fanya subra alhamdulillah ala kulli hal Allah ni msifiwa katika hali zote huenda ile jambo ambalo kwa macho yako yadhihirika kuwa ni shari ikawa ni khairi kubwa sana mbele ya Mungu baadaye ukaja ukaijua kumbe ilikuwa ni khairi kwangu lakini sikujua mimi wallahu almusta'an يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله حقيقة sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki ili upate kuhukumu kati ya watu kwa alivyokuonyesha Allah wala takun lilkhainina khasima wala usiwe mtetezi wa makhain واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما نموombe msamaha Allah hakika Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا usiwatetee wanaozifanyia khiana nafsi zao hakika Allah hampendi aliyekhain mwenye dhambi yastakhfuna minan nas ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول wanataka kujificha kwa watu wala hawajifichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala naye yuko pamoja nao pale wanapopanga njama usiku kwa maneno asiyoyapenda wakana Allah bima ya'maluna muhita na Allah anayajua vyema wanayoyatenda ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا hivi nyinyi mmewatetea hawa katika uhai huu wa dunia basi ni nani atakayewatetea kwa Allah siku ya kiyama au ni nani atakayekuwa wakili wao wa kumtegemea يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam haya mazungumzo yaelekeza kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq ay huwa haqqun min Allah hiki kitabu ni haki inayotoka kwa Allah wa huwa yatadhammanu alhaqqa fi khabarihi wa talabihi na hii Qur'an ndani yake imebeba haki katika habari zilizoko ndani yake na kila amri na katazo lilokuja ndani ya Qur'an yale unayotakikana uyafanye na yale unayotakana ujiepushe nayo yote ni haki وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله قال ثبت في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam yuko nyumbani kwake mara asikia sauti kama za fujo fujo watu wawili wateta nje ya nyumba yake bimaana wamekuja mahasimu wawili wakasimiana baina yao watakaa hukumu baina yao nani mtume sallallahu alaihi wasallam
Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ala inma ana basharun tanabaini niwaambieni kitu kimoja mimi ni binadamu kama nyinyi inma ana basharun ingawa makhurafi hawataki haya alisema maneno nani Mtume sallallahu alaihi wasallam inma ana basharun basharun la kal bashar inma ana basharun asa jamaa sema basharun basi basharun ndo haya maneno kuna mmoja nimemsikia Ramadhani juzi azungumza asema hii itikadi ya mawahabi hii ya kusema Mtume sallallahu ni bashar si itikadi ya mawahabi ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si mawahabi Allah ndio alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam qul innama ana basharun mithlukum qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula haya maneno ameambiwa na Allah ayaseme hivyo na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun si hizi dalili ziko wazi hizi dalili ziko wazi kabisa wasema na waletea shubha hii ambayo yasema mtajibu hapa hasema haya maneno ya mawahabi haya wameachukua kutoka kule nyuma wale wapinzani wa mitume wale wasema nini wakijiwa na mitume wasema inma ma hadha illa basharun mithlukum huyu ni binadamu kama nyinyi si nini ndo mawahabi wasema hivyo ukisikia waweza kuingia na baridi hii kauli yao ifanana na nyinyi si kivipi kwa sababu wale makafiri wale waliowapinga mitume wao walivyotumiliziwa mtume binadamu kama wao wakamkataa kwa sababu binadamu si umeelewa sasa wao hawakubali kwa haiwezekani Allah kutumiliza nini mtume binadamu na hivi ndivyo Firaun alivyosema alivyokuwa mzungumzia Musa na yeye akijisifu am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin vipi bwana binadamu tu kama sisi waje wa mtume sasa sisi tukubali binadamu na ni mtume wale wamewakataa kwa sababu ni binadamu kama wao wakasema vipi binadamu atakuja kwetu kama sisi kisha sema ni mtume bwana atumwe malaika ndio tutamkubali sisi laula unzila alaina almalaikatu au nara rabbana hasa si nyinyi mwakataa kuwa mtume sallam si binadamu si ndio wao pia walikuwa hivyo hivyo kama vile nyinyi mwasema kuwa huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si binadamu hamtaki kukubali si ndio ndivyo walivyokuwa wale kufar hawataki kukubali mitume kuwa binadamu wenzao wao watakawa malaika lakini sisi twasema si kama wao ab'atha Allahu basharan rasula wala sisi alitushangazi sababu Allah amemtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam binadamu kama sisi min anfusikum tena ajulikana baba yake ajulikana mama yake ajulikana familia yake amekulia kutoka mdogo wamuona yule pale alafu sasa kuna nyingine nitakuja kuieleza huko pia shubha waieleza kuna mmoja azungumza sema mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuletwa duniani alikuwa ashafundishwa Qur'an tayari weijua na hii itikadi asili yake yatokana nani na mashia wasema Ali ibn Abi Talib alikuwa yejua Qur'an kabla hajazaliwa sio fahamu wasemaje tena dalili bwana toa Ar-Rahman allama al-Qur'an kisha khalaqa al-insan siwalai mwanzo allama al-Qur'an kisha ndo khalaqa al-insan salala jamaa hii yazungumzia nini wewe wazungumza nini sasa wewe wataka kusema Qur'ani yagongana Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا سي الله ما بيمتمس ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
kabla ya sisi kukuteremsha ulikuwa hujui chochote, hukijui hiki kitabu. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala wacha kuwa hakijui tu, hata hakutarajia mtume sallallahu alaihi wasallam atateremshwa Qur'an. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu, wala ulikuwa hutarajii haswa kuwa utateremshwa hii Qur'an. haya nini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وتكدليل ngapi watukupe? Hakukuwepo wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yakitokea, wala hakuijua hii Qur'an mpaka alipoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kusema haya haimshukishi hadhi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, abakia ni mtume wa Allah. Lakini si ndio Qur'an inavyozungumza? Sasa uzungumza usikia hiyo elimu hiyo, walikuwa wajua kama mtume sallallahu alikuwa yejua Qur'an kabla hajateremshwa. Sasa kuna kazi gani ya Jibril tena? Kumbe alikuwa yejua yote. Jibril ana kazi gani ya kushuka na wahi na kuleta wahi kuja kila wakati kuleta kuteremsha? Mtume sallallahu alaihi wasallam qissatul ifk, azuliwa mke wake radhiyallahu anha, akaa mwezi mpaka ishuke Qur'an ndio ajue kikumbe hili jambo ni uongo mtupu uliozuliwa, mpaka uje wahi kutoka kwa Allah. Kumbe alikuwa yajua bwana tangu zamani kwa maneno yao hawa mashia na makhurafi. Turudi hapa. Wajua wakishajibiwa maneno namna hii na maneno ya Qur'an na Sunna, wao wakasirika wao. Sasa tufanyeje sisi? Na nyinyi ndio mwazua. Tufanyeje sisi? Ama hatusoma Qur'an muona hatuelewi? Yani tusome vikisha kifanya kama hatukuona. Kwa nini? Sababu shekhe ansema basi wacha tu. Mkidanganya watu tutawaambia. Kwa nyinyi mwadanganya nyinyi. Mjeiona ile klipi ya Rahman allama al-Qur'ana? Shaiona khalaqa al-insan. Kisha tena yani na nakshi na nini, ukiona utafikiri kweli, utafikiri ndio tafsiri ya suratul Rahman. Haya tafsiri ya sura yazungumza mengine. Haulizwa haya dalili ya kuwa swala yaswaliwa kwa nyakati zake, hii tulosoma hiyo. Ngoja nikupe. yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa. wewe wazungumza aya haidh hiyo, wazungumza mwanamke akiwa na haidh, wewe waulizwa wakati, ndio mfano wake. قال رحمه الله تعالى. ومتوم صلى الله عليه وسلم aliposikia ule ukelele wa watu wazozana nje, akawaambia ala inma ana basharun, mimi ni mwanadamu kama nyinyi. wa inma aqdi binahwin mimma asma'u, nasikilizeni msione hukumu ninayoitoa baina yenu ni wahi, ni ijtihadi. mimi ni kiongozi wenu kama vile ni mtume wa Allah, na mtume salama alikuwa akijitahidi kwa akiwaambia mimi nitahukumu baina kulingana na ninavyowasikiza nyinyi. Na hili ni kwa hikma kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ataka mtume wake sallam awe ni mfano mzuri kwetu sisi, asije mtu kesho akaja akasema lakini mtume sallam alikuwa akihukumu yopata wahi kisha ndio yuhukumu, kwa sisi hatupati wahi bwana. Hata mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasikiliza watu wawili wakizozana, wewe wasemaje? Mimi nasema hii ni haki yangu, na wewe ushahidi wako nini? Ushahidi wangu ni ajieleza mtu. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema inma ana basharun wa inma aqdi binahwin mimma asma'u, na mimi na hukumu kulingana na ninavyowasikia nyinyi. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له, na huenda baadhi yenu wakawa na fasaha zaidi kuliko wengine, ajua kujieleza. Mweza kwenda mahali mmezozana na watu na haki yako, ukaambiwa uzungumze, una hasira ni yako kweli, lakini ndio tulia tu, wajua bana, ajieleza kweli kweli, mpaka mtu anayesikia asema jamaa hii haki ya huyu bwana, kumbe mwizi si haki yake, lakini ana fasaha
yule anayemsikia aweza kudhania ni kweli, na tena aweza kuzungumza akawa ametulia kabisa, hata hateteleki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi nawasikiliza, yule mmoja aweza kuwa na fasaha zaidi kuliko mwenzake, nikamhukumia kuwa ile haki ni yake, kumbe si yake, kwa sababu mimi binadamu na wahukumu kulingana na ninavyosikia. Akawaonya akawaambia, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, yoyote nitakayehukumia haki ya muislamu nikasema ni yake kulingana na vile alivyojieleza, sio asione bas maadamu Mtume sana asema yangu ni yangu, kama wale msemo wa Kiswahili cha kuokota si cha kuiba. Nakwambia hivyo, mwenye mali ni mjinga wewe, utakwenda kukiona huko mbele. Nani alikwambia cha kuokota si cha kuiba? Sio mwerevu. Kwa useme kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amehukumu kuwa hii haki yangu, kwa maadamu amehukumu Mtume sallam, basi mimi sina wasiwasi, ile haki naibeba tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam naweza kukuhukumia haki ya mwenzako kwa namna ulivyojieleza, sababu wewe ulikuwa na fasaha zaidi, sio umemshinda mwenzako. Mimi nitahukumu ni kwa sababu hukumu mtu ya hukumu kwa dhahir inavyodhihiri, lakini amwambia nikikuhukumia haki ya mwenzako Muislamu, fa inna ma hiya qit'atun min nar, ni kipande cha moto, falyahmilha au liyadharha, ukitaka beba, ukitaka wacha. Angalia mwenyewe wewe, wajijua nafsi yako kama wewe ni muongo. Kama ni muongo ujue ni kipande cha moto wakibeba, wenda motoni. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة. walikuja ndugu wawili wamerithi, na ule urathi wao tuseme ni kama ardhi, lakini hakuna alama impotea na nini, na ni muda mrefu umepita, hawana ushahidi, kila mmoja hakuna mwenye ushahidi kwa hapa paka hapa ni kwangu, hapa paka hapa ni kwangu. Wakaja kuzozana mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam urathi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, innakum takhtasimuna ilayya, nyinyi mwazozana kwangu, mmoja kwangu mwazozana katika mambo. Wa inma ana basharun, na mimi binadamu kama nyinyi. Wala'alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min ba'd, na huenda baadhi yenu akawa na ufasaha zaidi katika hoja kuizungumza kuliko mwenzake. Haiza kuwa yeye ndio dhalim, lakini wajua kujieleza. Wa inma aqdi bainakum ala nahwin mimma asma'u, na mimi nitahukumu baina yenu kulingana na ninavyosikia maelezo mnaoyatoa, nitahukumu baina yenu. Faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu, sikilizeni, ikiwa nitamhukumia mtu haki ya ndugu yake chochote kile, usichukue. Usiseme Rasulullah amehukumu basi mimi nabeba tu, chunga, usichukue. fa inma aqta'u lahu qit'atan min an-nar ya'ti biha istaman fi 'unuqihi yawm al-qiyamah. istaman ay al-hadidatu allati tuharraku biha an-nar. Amwambia ujue nimekukatia sehemu katika moto wa jahannam, kwa utakuja nayo siku ya kiyama kwenye shingo yako, kama ile muita nini ile yashika makaa ile kibeba kwenye shingo yako, utakuja nao huku wachukua kile kipande cha moto wa jahannam, ndani ya moto utachomwa. Kiufupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihukumu kulingana na wale wanavyokuja kuhasimiana baina yao mbele yake. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atahukumu kweli haki ni ya huyu, kwa sababu pengine labda ana fasaha zaidi kuliko yule mwenzake, lakini ajue na kukatia kipande cha moto, chunga. Fabaka rajulani, wale wote wawili wakalia kweli, kwa sababu mwanzo kile wanataka kugawanya hakina ushahidi wowote, na hawajui kigawanyo, sije ikawa ni mimi ndio naangukia kwenye ile haramu. Waqala kullu minhuma haqqi li akhi, kila mmoja sema bwana mimi haki yangu ninamwachia mwenzangu, na yule asema mimi nakuachia wewe, chukua wewe, sitaki tena. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama idh qultuma fadhhaba faqtasima, maadamu mmesema hivyo nendeni mkagawane.
ثم توخي الحق ثم استهما mufanye bidii kuigawanya kwa haki kitakachobakia pengine sehemu basi angalieni gawanyeni baina yenu thumma liyuhlil kullu wahidin minkuma sahibahu ikiwa bwana ninakosea nisamehe na ikiwa ninakosea nisamehe yaishe hivi ndio naona mimi tugawanye haya kila mmoja achukue haki yake ende zake tusameheane bwana yaishe kila mmoja achukue haki yake وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال إن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم ابن عباس asema kuna kundi la ansar walikwenda vitani pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya vita alivyopigana kisha mmoja wao akaibiwa dir'a ama ile ya vita ile ambayo yavaliwa kifuani ili kuzuia mishale ama kuzuia panga lisiingie katika mwili qala fa udhinna biha rajulun min al-ansar yani kuna bwana mmoja ashukiwa kuwa ni yeye ndiye alifanya nini aliyechukua ile dir'a فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة بن أبيرق سرق درعي كاجي يقول بوانا كسمه هنا بوانا فلاني يقول طعمة ابن أبيرق يقول أمنيبيا درعيانه inaovaliwa kwenye kifua فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء yule bwana alipoona ashashtukiwa sasa akachukua ile dir kwa siri kwenye giza akamtupia mtu mwingine hata hausiki akaitupa kwenye nyumba yake ili kitafuta ionekane kwa yule haiko kwake وقال لنفر من عشيرته kisha akawaambia kikundi katika kabila lake jamaa zake wale inni ghayyabtu ad-dir'a wa alqaytuha fi bayti fulan وستوجد عنده nyamazeni idh yubayituna ma la yarda min alqawl wakubaliana mimi bwana ile dir'a nishaitupa kwa mtu fulani wataipata kwa nyinyi nyamazeni kwa hiyo mimi nishasefu na wale wakamuunga mkono katika hilo فانطلقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا kisha wale kabila lake wakaenda usiku kwa mtume صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء يا رسول الله ويمنزاتوا bwana yuko mbali na hiyo tuhuma ambayo ametuhumiwa wa inna sahib ad-dir'i fulan mwizi bwana mfulani wakamsingizia yule ambaye hayumo وقد احطنا بذلك علما na sisi tuna ilmu ya yaqini juu ya hilo fa'dhur sahibana ala ru'us an-nas wajadil anhu kwa hivyo ya rasul Allah kama vile imeenea kwa yendo alioiba yule mwenzetu basi tutataka usimame mbele za watu uwaambie kuwa hakuiba maana si yeye kumbe yeye wakuja kumtetea pale na mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaib hata kama khurafi wasema jua ghaib hajui ghaib si hizi hadithi ziko wazi ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaib kuna haja ya watu kuzozana mbele yake wakija kuzozana mbele yake angewaambia inna ana basharun mithlukum wakija tukuzozana ngoja wewe yako ni hapa kapanda zako na wewe hapa wacha uongo wako nafikiri mimi sijui kama muongo wewe mara moja tu ya nini kuacha watu wazozane na haina haja kuambia kuangalia wengine waweza kuwa na ufasaha kuliko wengine sambia jua ghaib sio kuna mambo mengine bwana subhanallah yani hii ataka rocket science ili uelewe kweli yani ataka upigwe sindano za kichwa kama uelewi bwana mambo mengine yako wazi ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ya ghulu haram ya mtume sallallahu alayhi wasallam la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam inma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu hama ni mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amekuja kutufundisha sisi tuache ghulu halaka almutanatti'un qalaha thalathan mara tatu tuombea maneno bali akisema iyyakum walghulu na waonyeni kutokana na kupita mipaka ghulu ukampandisha
kiumbe katika daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio alimul ghaibi wash-shahada. Allah ndiye alisema qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Jamaa wasema wazi wazi Mtume sallam ajua ghaib. Sasa hizi hadithi tunazo wapi? Almuhim Mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu illa ya'simhu Allah bika yahlik. Ikiwa Allah hatamuhifadhi kupitia kwako wewe, basi ataangamia huyu ndugu yetu, sababu watu sasa waona ni mwizi. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fabarra'ahu. Mtume sallallahu sababu hajui, akasimama akasema yule bwana hausiki na hili jambo, basi wa'adharahu ala ru'usi an-nas, kisha akamtakia udhuru mbele ya watu wote. فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله سبحانه na hii ndio anapojitahidi Mtume sallama kukitokea kuwa sivyo ile hali halisi ilivyo, Allah huteremsha wahi kumjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam ile jambo aliko hivyo, hao mabwana wamekudanganya, si hivyo. akateremsha hii aya, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma baina an-nasi bima araka Allah wala takun lilkhainina khasima. Usiwe ni mtetezi wa watu makhain, hao ni makhain wankudanganya katika hizi habari. Wa qawluhu ta'ala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah, al-aya hadha inkarun 'ala al-munafiqina fi kawnihim yastakhfuna biqaba'ihim minan nas lialla yunkiru 'alayhim. Hapa Allah awakemea wanafiq kuwa wao hujificha ule uovu wao mbele za watu ili watu wasiwakemee na kuwakataza. Wayujahiruna Allah biha, lakini wakijificha wafanya wazi mambo yao ya uovu wakati Allah yuwaona. Kwa ni kama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa kando wafanya, wakiwa mbele za watu na pia kule Allah yuwaona, lakini mbele za watu waficha yale maovu yao. لأنه مطلع على سرائرهم، الله أجوا حتى وكيوا katika siri، sababu Allah yajua siri zao. وعالم بما في ضمائرهم، بل أجوا yaliyoko katika dhamira zao, ndani ya vifua vyao. ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. hapa Allah akatuma makamio makali sana na kuwatishia hawa. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله يوجوا vilivyo yale wanaoyafanya. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، الآية أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى. tuchukulie mfano mtu ameingia na kesi na mwenzake amdhulumu. Kwa hawa yani makadhi au majaji wa kidunia, hawa majaji wa kidunia wao hawajui ghaib, watahukumu kulingana na dhahir, na hivi ndivyo walivyoamrishwa. wajua kadhi anapokaa, hata kama yule mtu aliyekuja pale kuzozana na mwenzake yeye wamjua yule mtu mimi niliishi naye zamani muongo, hafai kuhukumu kwa vile anavyomjua yule mtu. Yeye atakana ahukumu kulingana na vile itakavyodhihirika ile kadhia, angalia ushahidi, angalia, sababu ndivyo alivyoamrishwa hivi na sheria, ahukumu kulingana na dhahir. Sasa tuseme kwa mfano wewe mtu wa batili umeshinda ile kesi, wewe ndio jani, wewe ndio muovu, wewe ndio mwizi, si haki yako, lakini unshinda mbele ya hawa makadhi wa kidunia ambao hawajui ghaib. Itakuwaje hali yako siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuwajua yale yaliyofichika? Utakwenda kumjibu nini kesho Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wajua wazi kuwa hii si haki yangu, lakini wenda pale kushindana na wengine wana mawakili bwana. Wale mawakili wajulikana, wajua kugeuza maneno kweli kweli. Yule wakili ageuza hivi, kileta huko kuleta huko, kuleta huko. Kiingereza ndo anachokula nacho hapo, halala na hivi.
neno hili tu akilipindisha hivi basi na kanuni za kibinadamu zingine hizi huku kanuni za kibinadamu hizi anaandika hivi kumbe kusoma kinyume nyume ya hivi basi sijui itageuzwa vipi hiyo itaonekana kumbe hata yule aliandika mwenyewe akiona do shetani huyo hata sikufanya hivi mimi sikukusudia hivi siwe binadamu tu wakosea ndio maana mkaambiwa nyinyi hamwezi kujihukumu mpaka muhukumiwe na Mola wenu alhasil waweza kushinda atuchukulia unshinda ile kesi na dhulma utakwenda kujibu nini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye wajua kilicho siri na kilichofichika zaidi kuliko siri waman alladhi yatawakkalu lahum yawmaidhin fi tarwij da'wahum ni nani atakayekuwa wakili wao siku hiyo katika kutetea madai yao yapite nani atakayekuwa wakili wao siku hiyo ay la ahada yakunu yawmaidhin lahum wakila siku hiyo hakuna atakayekuwa wakili kwa wao awatetee walihadha qala amman yakunu alaihim wakila hakuna anayeweza kuwatetea siku hiyo wallahu almusta'an mekimbia mbio 80 kwa sababu ya wakati ili tumalize na hii neema alhamdulillah tumemaliza kuanzia aya 103 mpaka aya 109 aya 6 khairi kubwa alhamdulillah حصل فيها الخير نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك بارك الله فيك بسم الله